Tokofanda. Nous allons nous mettre. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le nom de Dieu pour ta présence. Nazaliko pambola kumbola Yesu pour la présence na isika oyo. Alléluia. Nzambe azaye longo na yo. Alors bien-aimé dans le Seigneur, parler de la richesse de l'onction. La richesse de l'onction. Je n'aimerais pas revenir à tout ce qu'on va en parler, mais dans notre thème d'aujourd'hui, je serai en train de me rattraper. Alléluia. Je serai en train de te mettre dans tout ce que nous avons suivi cette semaine ici. On avait travaillé des jours, 3 jours, si je ne m'abuse pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je continue de parler de la richesse de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler des thèmes qui disent ceci. Jésus donne pour multiplier. Alléluia. Jésus donne pour multiplier. On allait dire encore, Jésus crée pour la multiplication. Amen. Je vais parler de cette phrase. Oh Yesu alobeli na Genèse. Genèse alobi, soyez féconds et fait quoi? Multipliez. Alléluia. Amen. Soyez féconds et multipliez-vous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre que une fois Dieu donne, dans ce que Dieu donne, il y a la fécondité de Dieu. Alléluia. Amen. Kenye Mungu anapanaka munakuwaka fécondité Swahili wadikwa. Uzao. Munakuwa uzao. Yenye Mungu anapana munakuwa uzao. Laisse-moi enseigner en Swahili ya Lingala comme ça. Kenye Mungu anapana munakuwa uzao. Alléluia. Amen. Ah oui. Nous tous ici, si tuko baraka toka kwa Mungu. Alléluia. Amen. Tozalili pamboli ko tepa nani? Epa ya Nzambe. Donc nous sommes nés de Dieu, charnellement et spirituellement. Donc tumezaliwa na Mungu kimwili na kiroho. Yani tuko uzao wa Mungu. Na tukakuwa uzao wa Mungu, tunakuwa na fecondité ya Mungu, tunakuwa na semence ya Mungu ndani yetu. Alléluia. Il n'y a pas de fécondité sans la semence qui sera fécondée. Alléluia. Hakwezi kuwa fécondité bila tunda yenye itakuwa fécondée, si je peux dire comme ça. Hein? Si vous entrez dans la multiplication que Dieu a mis à l'homme, il a créé des sexes opposés. Alléluia. Avec aussi des graines, si je peux qualifier ici, opposées. Si celui-ci est en plus, l'autre est en moins. Pour permettre à ce que la fécondité de Dieu puisse se faire. L'autre ici a l'ovaire. L'ovaire va produire l'ovule. C'est comme ça, non? Amen. De l'autre côté, l'homme a quoi? Il a quoi? Qui a fait la biologie? Amen. Qui a fait la biologie ici? La biologie. L'homme a. Qu'est-ce qui produit les spermes? Les testicules. Amen. Non, ça c'est ce que... Bon, je vais retourner à la prochaine fois. Celui qui a fait la biologie, il comprend. Parle de sperme, spermatozoïde. Spermatozoïde et sperme. Alors, quand ces deux se rencontrent, ça se fusionne. Et c'est à ce moment-là qu'on va parler de la
fécondité. On ne parle pas de la fécondité sans fusion. Alléluia. Amen. Amen. La fusion. La fusion de l'ovule et les spermes. Les spermes vont à la contre de l'ovule. L'homme quittera, s'attachera à quoi? À la femme. Pour faire quoi? Pour produire. Alléluia. Est-ce que vous munaelewa kisi Mungu iko na akili sana? Benye Mungu anasema maneno anavitia kwa nini? Kwa kazi. Anasema mke ataacha mume ataacha baba yake na mama yake, atajiatashe kwa nani? Kwa mke wake. Na wao watakuwa nini? Mwili mmoja. Wakakuwa mwili mmoja, watazaa mwili mmoja. Sadiki tunda yenye natoka ndani ya mama, baba na mama, ile inyo inakuwa mwili mmoja. Na ndio maana dire huyu mtoto ni wa baba ni wa mama, c'est peu compliqué. Alléluia. On dit souvent l'enfant appartient à son père. Et puis dans le monde il y a un régime. Alléluia. Mais si nous entrons dans la spiritualité, l'enfant appartient à son père et à sa mère. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Alors comme la masculinité nous pousse à dire que l'enfant appartient à qui? À son père. Parce que c'est le père qui a donné. Alléluia. Amen. 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 Alors bien aimé dans le Seigneur, nous parlons de Jésus qui donne une richesse pour que cette richesse-là soit multipliée. À commencer par nous dans Genèse. Soyez féconds et multipliez-vous. Bien aimé dans le Seigneur, la fécondité, c'est Dieu qui l'a créée. Alléluia. C'est Dieu qui l'a créée. Mais l'homme peut gérer la fécondité. Ça va? L'homme peut gérer la fécondité. L'homme peut manipuler la fécondité. C'est la raison pour laquelle Otangalia Bazungu va comprendre que l'homme peut manipuler la fécondité qui ne lui appartient pas, qui est de Dieu. Il va dire que non, maman, panga buzaz. Ce n'est pas manipuler la fécondité. Banapangaka kwenye kuko feko. Banatiaka engrais kwenye kuko mboleo. Habezi tia engrais kumashiwe iproduire. Habezi tia engrais kumashiwe iproduire, non. Banatia engrais kwenye kuko mboleo ya Mungu. Alléluia. Et bien maintenant le Seigneur, l'homme avec l'intelligence que Dieu t'a donnée, comme tu es fécond et que Dieu t'a recommandé avec la fécondité qu'il a mis à toi, tu as ce devoir-là de multiplier. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu n'a pas dit que non, je laisse comme ça, mina nyamazi. Mais anasema, Bwana, mukue le Swahili. Swahili nasema nini? Soyez féconds et multipliez. Ile zaeni na mujaze dunia. Aha. Zaeni na mujaze. Amen. Parce que vous allez voir celui qui ne veut pas. Hata zala. Ijapokuwa Mungu asema zaeni, mais hata zala. Ndio wale wandugu wetu kule bebashakimbia kule manyumba ya malupango kule. Boba anasema nani si Mungu amesema zaeni, Boba anasema hapana, sisi tunaenda kukuvaa. Haleluya. Mungu anasema zaeni. Okay. Na mfe nini? Na mujazi. Mebabu wanasema hapana. Grand prêtre Mungu wewe unasema vile bishi hapana. Hatuta multiplier tutaweka. Sasa muangalie bien dans le Seigneur dans la Bible. Benye Mungu alipatia tu ba multiplier.
kisha bengine bakamultiplie na bengine bakakatala. Sasa benye balikatala kumultiplie, mwangalie kisi Mungu alibafanya. Il y a des choses comme ça que batu biko bana autoriser, mais muna contredire Mungu, muna katala ke Mungu alifanya. Mungu asema mimi napana juu mfeli mumultiplie. Mais babo basema no. Sasa mutaelewa kama kalite tatu, na zile kalite tatu Mungu iko nazipatia kila mtu, anampatia kupatana na kisi alipanga. Okay. Alafu moya Mungu anamupa 5, mwingine Mungu anampatia 2, mwingine Mungu anampatia 1. Haleluya. Amen. Amen. Sifa Mungu anatupatia kana shangalia akili zetu. Kisha anatupima, anaangalia tu ni kwanya hii duru hii zikuwa duru hii zikuwa tono vide, mimi naipatia moya, nipime hayo kwanza. Alors muangalie koma Mungu anakalifie kila mtu mwenye alipatia. Sasa Dieu donne pour multiplier. Ukakutana Mungu amekupatia kitu akimultiplier, wewe ndio unaacha akimultiplier. Ulishakunya madawa. Okay. Ushakunya madawa. Mama banakunya kani? Yeye nyakwaka mingi kuplakete moya kumona una pesa. Pili. Koma bachakula pilile spirituel. Nyoma na ba multiplier bachakunya mapilile. Diable alibapatia pilile mkunye msimultiplier. Na wengine ndio na mapilile za uvivu tu, uvivu hapo mnachosimultiplier. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Bengine bashakuwa ba multiplier tu, banapenda bafanye sawa bengine. Haleluya. Mungu ataka tufanye wa frequency, kuna zaraka na tutakuwa sawa sawa. Hatutakuwa na sura za sawa sawa. Mais yote tunaita production. Okay. Situ yote ni production Mungu. Wote ni batoto mais abafanane. Mais wewe usashima multiplier tu wivu wenye inakuwa ndani yako, inakutuma na makonkirase za ovyo. Hao multiplier. Haleluya. Mungu alitufanya frequency. Mais hatuta multiplier kwa sawa sawa. Na nyuma na ngwa kutana mwezi kwa ku village moya, huyu papa na huyu mama banazala 4. Bengine banazala 8. Kwa kutana bengine banazala 12. Sawa? 12. Afu wewe ulizala 4 sasa mimi nataka kunkirase na wa 12 hapana. Hamubebake sawa sawa, tumbu zenu hazisipotaki sawa sawa. Douleur ya muziki yake za kuzala sawa sawa. Haleluya. Hamuna kifukutu sawa sawa. Na baridi haiko sawa sawa. Na ndio vile maisha ya kupenda kukua riche. Bien aimé, hatutakuwa sawa sawa spirituellement na charnellement. Kutakuwa bebatapanda wasema viwango. Haleluya. Na bengine banabakia tu pale. Lakini ukapanda kiwango, elewa kama Mungu amependa upande kiwango. Usizarau mwenye haya panda kiwango. Haleluya. Na wewe mwenye haya panda kiwango, usifitinie mwenye haya panda kiwango. Haleluya. Je vais vous dire, Dieu a donné pour multiplier. Dieu donne pour multiplier. Amen. Bale ba masere bebiko kule kumakuva batoke kule bio. Batoke kule bio. Kuna fatana na Paulo alikuwa shafama dega yake na magonjwa yake, aseme kama utaweza kuwa sawa mimi Paulo. Wewe hawezi jiuliza kama Paulo sema kwa na gonjwa. Wewe mwanamke mzuri, uko na semasa unaende kala kula sama mamako na yange ndaka kule kwenye huko. Wewe ungelisaliwa. Ungelisaliwa. Wewe mwanaume mzima una decide anasema wewe mimi naenda kule misha zaraka. Kisha tena banakuona unaenda zala na huko. Usinga gani? Pata kukamata kupiga fimbo njoo bali. Hawezi katala kitu na unakipenda. Kitakuwa. Iko sababu anakatala malofu na naipendaka, utakuwa naikunia mkwe.
Kisi nakuletea cirrhose kwenye wengine banakawiaka ine kuchupa, wewe unakuwa unafanya tu ni sekunde, unafungula tu ni pa natupa chupa kule, ndio anakuwa unatoa kule bimacho lishakuwa rushi. Mbona huyu amekuwa na morali moja chini, anarudia na morali na kuwa yuko ni chastula ya mbio. Hata mai ukikunya mbio ni mai imeshakuwa inatafuta. Ni pombe ni washaloka. Pombe yote inalokwa. Juu ya lishe mwili ya mtu. Haleluya. Tusikie kwanza evangelist tusome maneno Matthieu 25:14-30. Matthieu 25:14-30. Matthieu 25. Mathayo sura yake ya 14:30. Tuangalia baba watu jinsi Mungu aliwaambia wamtibie. Biblia inasema hivi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Maana ni kama mtu akisafiri katika nchi nyingine, akaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5, na mwingine 2, na mwingine 1, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake. Akasafiri. Mara moja yeye aliyepewa talanta 5 akakwenda akafanya biashara nazo, akapata talanta 5 nyingine. Vile vile yeye aliyepewa talanta 2 alipata 2 nyingine. Lakini yeye aliyepewa talanta 1 akakwenda zake, akachimba udongo, akaficha fedha ya bwana yake. Basi nyuma ya siku nyingi, bwana wa watumwa wale akakusha, akafanya hesabu pamoja nao. Naye aliyepata talanta 5 alikusha, akaleta 5 nyingine, akisema, Bwana, umenipa talanta 5, tazama nimepata talanta 5 nyingine. Bwana wake akamwambia, vema, mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa vitu vichache, nitakuweka juu ya vitu vingine vingi. Ingia katika furaha ya bwana wako. Naye aliyepewa talanta 2 alikuja, akasema, Bwana, umenipa talanta 2, tazama nimepata talanta 2 nyingine. Bwana wake akamwambia, vema, mtumwa mwema na mwaminifu, umekuwa mwaminifu kwa vitu vichache, nitakuweka juu ya vitu vingi. Ingia katika furaha ya bwana wako. Naye aliyepewa talanta 1 alikuja, akasema, Bwana, nilitambua ya kama wewe ni mtu mgumu, ukivuna pahali usipopanda, na ukikusanya pahali usipopaza. Tazama, unayo iliyo yako. Lakini bwana wake akajibu na kumwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kama ninavuna pahali nisipopanda na kukusanya pahali nisiposambaza. Basi ilikupasa kuweka fedha yangu kwa wabadilishaji fedha, nami nikikuja ningalipata iliyo yangu na talanta 10. Kwa maana mtu mwenye kitu atapewa, naye atazidishwa tele, lakini yeye asiye na kitu ataondolewa hata kitu kile alicho nacho. Na mtupe mtumwa yule asiye na faida katika giza la nje, kutakuwa kulia na kusaga meno. Amina. Amen. Inutile. Dis-moi, je ne suis pas serviteur inutile. Le serviteur inutile. Je ne suis pas un serviteur inutile. Je ne suis pas un serviteur inutile. Alléluia. Amen. Dans la Bible, en français, on a parlé que babadilishage pesa. Et en français, on les appelle ukubabankier. Nilitaka tuelewe vitu karibu mbili. Des choses. Bien-aimé, ici Jésus est en train de donner l'exemple des gens qui vont entrer dans son royaume. Jamais hautaingia mu royaume ya Mungu
na uko mvivu. Mvivu wote hataingia mbinguni. Haleluya. Amen. Mvivu wote kama uko mvivu hautaona Mungu. Alafu Yesu analeta example. Nasema ya watu 3. Wa kwanza alimpatia talanta ngapi? 5. Wakati alimpatia zile talanta 5, akaangalia kama Mungu amenipatia hizi talanta, hanipatia hizo bure. Amenipatia hizi talanta kwa sababu alikuwa na objectif. Dieu ne te donnera pas sans objectif. Alléluia. Et toi aussi, avant de demander à Dieu, tu as un objectif. Parce que celui à qui on a donné l'objectif, c'était un exemple, par exemple, d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça l'objectif, non? Et maintenant, Dieu, comme il a trouvé dans lui un objectif qui glorifie son nom, c'est-à-dire le maître a trouvé dans son serviteur un courage, un objectif qui glorifie le maître. Il a fait quoi? Il a donné 5. Parce que la Bible nous dit, comme tu es resté fidèle, à quoi tafuta tena nafasi nyingine te bamenipatia 5, acha niende tafuta deni ya nyingine 5. C'est ça le comportement ya bavivu. Unaambia Mungu nibariki, nipatie. Mungu anakupatia. Alafu nasema hapana. Mungu umenipa 5 hii hapana, ifuni nitafuta mtu mwingine aniongezee 10 nianze na watu Kampala. Mungu amekupatia 5 uzitumike kazi Bunia. Lakini mwafikiri yako ya mbaya unasema juu tele ashakuwa hivi, acha nitafute 5 nikuwe sawa yeye na mimi naenda Kampala. Wakati unaenda Kampala yako inaharibika. Haleluya. Inaharibika, haitenda mbele. Ule alibakia side kutano yake akatumikisha 5 yenye balimpatia. Na ile 5 kafanya nini? Kakoma. 5 ikakuwa ngapi? 5. En mathématiques, on appelle ça quoi? Multiplication. Alléluia. Si tu avais 5, tu te retrouves avec 10, veut dire que tu as multiplié. Yes. Fois 2. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et donc, on a donné 2. Lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié. Ah oui, il est resté fidèle à ces 2 temps-là qu'on lui avait donné. Et lui aussi a multiplié. C'était devenu 4 entrées. Et l'autre, à qui on avait donné 1, qu'est-ce que ça a été? Il a caché. Il a caché. Et maintenant, regardez ces paresseux. Les paresseux sont des connaisseurs. Les paresseux, ils savent beaucoup. Souvent, sont des connaisseurs. T'as ma paresseux. Bakwambia kasi bwana. Kama ni shamba, paresseux anaweza kuexplique que unaona shamba kakao banapandaka hivi. Memwambie wewe nifanye ile shamba, hatafanya. Haleluya. Amen. Huyu anaambia Mungu. Huyu wa moyo anasema nilijua kama wewe unakuwa matata. Mimi anamwambia sema unakomalishaka Mwenye kupanda. Bien, make unakulaka venye hakutumikia. Na unakomalishaka kwenye haukupanda. Donc kwenye wengine hawezi panda, wewe unatoshaka chakula. Haleluya. Amen. Sasa huyu akuelewa kama mwalimu patia iko parmi wale wenye maître anayo kama mimi na multipliaka kwenye sikutumika. Haleluya. Kwa sababu mimi napanaka na objectif ni Mungu mwenye baraka na sipanake ovyo ovyo. Mimi na multipliaka, siwezi pana kitu bila kumultiplier. Wewe enda tu avec le courage, avec la foi, wewe tu. Mwalinipatia anajua kama niko na akili ya kufanya nini, ya kumultiplier. Anajua kama niko feko, niko na semence ya kumultiplier. Lakini ufanye nini? Haleluya. Haleluya. Kisha maître alifanya nini? Tupime fanya calcul bien dans le Seigneur. Maana que maître
alipanaka talanta ngapi? 8. Okay, alipanaka 8, na zile 8 zalipanaka akafanya esheke ya intere ya moya. Haleluya. 8 zenye alipana zikamultiplie bawili bakamultiplie bakaongeza ngapi? 7. Watano akaongeza 5 na wambili akaongeza. Si unaona zinakuwa combien? 7. Mais ole ajikute na 8, ajikute na intere ya 8, mais kukakosa intere moya, ikapatia mwenye matalanta kasirani. Sama mwenye matalanta alipapatia kazumu multiplier juu iko na kazi yenye anapasha fanyisha ile intere yenu. Sasa alisha anoseke batu yangu tu batapata hivi, kisha kuna kosa moja, akakamata na ile moya akaiongeza wapi? Sasa aliongeza kajua nini? Jua eneze 8. Haleluya. Aongeze 8 kuentere, aombe yenye alipanaka me aiongeze kunini? Kuentere. Okay, bien mimi nitasema hivi, kila mwanawekaka franga kubanki ni mvivu. Nasema hivi, kila mtu mwenye aziweka franga kubanki ni mvivu. Sawa? Weka makuta kubanki tu banasema boni babadilisha pesa. Okay, wewe Mkristo, wakati unaweka kubanki na tunasema Mungu anatupatia na tasekirize, ukaenda weka kubanki unasema Mungu juu kule ndio uko security, yaani unasema Mungu wako yuko naye hana security. Haleluya, msikie mzuri, maana unasema Mungu mwenye uko naye hana nini? Security. Ukaenda weka kubanki na uko mchoyo. Kila mtu mwenye anaweka mafuta kubanki na hazina kazi ni mchoyo. Juu unaweka kubanki na ndani ya jamaa yako, ndani ya nchi yako muko watu webiko nateseka. Mewe unaweka nini? Mafuta wapi? Kubanki. Unafananishwa na huyu mtu mwenye alipatia talanta moja anaenda weka kubanki. Basi ukaenda weka kubanki maana yake unarudishia mwenye alikupatia. Juu wakati atarecouvre aende kutana banki yeye samfanyia nini? Samfanyia exchange. Mnisikie vizuri? Haleluya. Bakristo tungeliwa kama Mungu ametubariki, ukakuta pesa zimekuwa nyingi, olea kuweka kubanki kawia basiojiweza batumike kazi. Ubafundishe lugha ya nini? Ya multiplication. Haleluya. Ukabapatia unasema mtumiki na banaharibisha, problema iko yako. Ni hapo. Mekri akasema olea kukupatia franga zangu ningelizipatia kama badilisha pesa ndio babankie. Omoni ningelikutaka kule bananipatia intere hapo. Doke kila mtu mwenye anawekaka makuta kubanki maana yake umeonesha uvivu na hautaki franga zimultiplie. Mwenye atanisikia iko banki atasema unasema nini? Sawa, kama leo watu wananyaweka banki makuta ni jua security. Bazee ya zamani bakoka na komalisha bunga yake, akomalisha barobado yake, aweka mnyumba. Sawa, anaweka kunyumba. Lakini kwa sababu leo tunajua hatuna security ya Mungu, tunaenda weka kule. Ungeliwa kama Mungu ni mchungaji wangu, Psalm 23:6 pungukiwa na nini? Na kitu. Ataseki batu banenda kule na imani kusema la banque va sécuriser plus que moi. Mwambie batu kwenye vite shaka ingia. Vite kaingia kwenye banapia kwa kwanza ni banki. Kule ndio banayoka franga siku mingi. Na sababu banayoka bakapie kule bakulia batakuwa bengi sana na vitaishia pale. Haleluya.
Amen. Alors bien aimé le Seigneur, kama umekuwa Mkristo umeokoka, Mungu amekubariki na saa, unapaswa enda weka kule, uko na projet fulani ya kufanya nenye unakutana ni ya maana saa moya. Yani grand frère Kimadi Keno anasoma sana ule grand. Anyambia hivi, petit chef weka franga mbanki. Asa mimi naangalia grand, mbona mshatembea mabulaya fashi yote. Yenye apasa kanyambia kuweka franga mbanki. Mwenye atapoteza tu hata kubanki utapoteza. Batu basenda weka kubanki anafika kula na kode inapotea. Na banamwambia identite yako tunaikosa. Na makuta nisha zileta kubanki. Utafanya. Ndio unaanza kutana mbanki kule makiti, batu banaikala, mbona mtu asha, mbona huyo anafanana kama Natalia aliko mbanki? Kama mtu mwewe kile kile franga atafanana wa kulia. Balisha mwambia franga hapo isha potea. Mumaye pesa hapa bado ndipo unapoteza franga. Bale scroll banaingia ndani banaiba franga. Unakia kutana niliwekaka kama makuta yangu. Oh, ninaenda verify makuta. Batu wote wa mnyumba ile banakuwa pamwizi. Kwa hiyo kosa fulani, alikuwa anacheza na telefoni yangu, alishakiba franga yangu. Oh, bibi yangu ni mwizi. Inaanja rando ya milele mnyumba. Haleluya. Na mara mingi batu banaenda weka hapa tabia batu. Batu hapa biko hapa mnasha wangu na makuta ma telefoni yenu. Meka mko marie bibi yako hayu hata kama mko hapa. Bibi yako anayo franga ziko mwa pesa yako mwa telmani yako. Bibi, eske bwana wako anayua? Oh, siku ataniachaka. Mimi nafanya kazi yangu. Nisove, niweke juu. Huyu anauza niacha kesho. Haleluya. Niangalia mtu mmoja anatumia kama mamake franga. Kumbe bwanake na hayue. Haleluya. Bwanake hayue. Sasa anasafiri anaenda Kisangani. Bwana anaenda Kisangani. Bibi anayua bwana anaenda Kisangani. Bazazi yake liko Beni. Bwana anafika Kisangani, anakutana na mwenzake balisomaka naye. Bwana, asawa anatembeza gari aoni shida. Bwana, mimi niko nataka rudia kutoka Kisangani mimi nenda Tibeni. Utenda Tibeni natoka tena Beni, mimi nenda Bunia. Beni utafanya siku ngapi? Siku 3. Ni profite kwa mwani niangalia belle famille yangu, nibasalimie. Anaona juu gari aoni shida, anaona kina hapa sitalipa na ndaikala bie. Hii Kisangani Beni. Wakati anafika Beni, mwamuki anawaza bwana ndani Kisangani. Kumbe alisababu kuprepare belle mere ya bwana ke bwana. Usisemaje kama nina kutumia kama makuta. Bwana anafika kupatse yabo. Si bana mpokea bioro leo, si bana pokea kamukwe. Epi muko mwana yake anatumaka makuta. Atakula makuku. Na kama kuku haiko deni zitakamatiwa. Afika pale. Akishamaliza anakula kabisa, sasa tukaa jamaa. No, wiko na kukaribisha kividu unapanaka. Wewe bwana mwenye upanake kubukwe, hawezi kukaribisha. Na nyuma unasikia haya kwenda kubukwe, jua upanake kukitu. Anafika pale amisha shiba tumbo po. Asa si mashukuru inaanza. Mwenye amisha shukuru jua makuku, jua amekula bie. Na iko na barafikia kwa walimwakompanye kubukwe. Kwa limoya papa tuka. Ulituma makuta sasa hivi. Zenye ulitutumia. Ndio zenye ziuza manjanja ya nyumba. Makuta zenye nilituma. Atuka ulitumaka madami zilifikaka madami. Chali sikia ulitumaka madami makuta zikafika. Okay. Alafu akapata hekima. Ndio mimi chakula makuku asirevese. Akule tu kuku si anamerite, mwanamke amempa lisi na kukula makuku. Huyu siye tuko la Banai Bunia. Anatuma makuta ya kuuza manjanja na siwe ya kwanza makuta anazitoshaka wapi? Haleluya. Ingelikuwa wewe ungelifanya vipi?
Tunaimba ile nyimbo. Ae baba we, ingekuwa ungefanya je? Unyume taisha. Unyume taisha. Baba wengine na nyewe mnapitiza uchoyo. Wabibi wanafikia kwanza kutumia kwabu, unajua anakutana huko mchoyo. Anangalia huyu bwana, haya wazaka hata siku moja sema. Kule mama iko ae, wala asikie, mwani bambie. Banamuke banapendaka asikie, banamwambia, Janine, bwana kwa alituma huku $20 mwa hivi, atukeni tusaidia. Mwanamke sana sikia, kwabu banamwambia vipi. Meko mwanamke nao wengine, wenyewe biko na sana azimu. Wewe ulituma kwetu makuta. Haoni kama watoto biko nafukuzwa kwa masoko, ulituma jua ni. Shukuru kwa Mungu ni baraka nini alienda tafuta. Haleluya, haikushukuru. Bwana mwenye uko tu na wewe mchoyo, hapana utaribisha bibi yako. Bieneme, tukue na jua, mimi bibi yangu akaniambia nilituma makuta. Siwezi kasirika. Papa Joseph, siwezi kasirika. Richard, hapana. Kwetu balikuwa na probleme nikatuma makuta. Mena wewe usikuwe natuma tu kwenu. Nisikia keke na kwetu nako ulituma. Mena nilituma kwa mama kule mama mko wangu. Unaona komari monina kwa nyumba. Kutuma kwenu kwetu kuna sababu. Bana kwambia hapo ndio tu njala kuto kuna njala. Haleluya. Amen. Na kwetu kuko njala. Haleluya. Na ni kweli ukakutana wewe bwana kwamba bibi yako banateseka kushinda kwenu, hata kama anatumaka mwambie merci. Unatubariki. Haleluya. Amen. Nilitaka sema kama Mungu amekupatia unchio ya richesse, ni yenye iko feko, ndio unasikia kaseme kia Mungu kiko na baraka. Kitabariki. Haleluya. Na ukakutana umebarikiwa kia Mungu pana. Baraka ya Mungu inapanaka. Baraka ya Mungu inagawanyaka. Haleluya. Inashika, unakuwa nasikia tu mwe, unakuwa tu kapezwe kupana. Elewa kama kuna unction ya richesse ya Mungu. Na wewe kupana, pande kusukuma. Na Mungu wewe mwanakupatiaka, kumpatia ni makali kile moja. Niko na projet yangu ya $100. Hapana. Nishapata sasa. Kutosha nani 20 tu nimpatie Mungu hapana. Ule viani hurumie anisamee. Haleluya. Amen. Atasho. Benye walipewa 5 bakarudisha 5 ikakuwa 10, hawakuiba hata moja. Lakini wewe wanakupatia 5 una multiply na kuwa 10 na unaiba 2. Hapa bangeweza kuambia mete, ule watano anamwambia mete. Si ulinipatia seke. Zishakuwa 7, anatia 3. Bengine banelata ishakuwa 6. Na namwambia mweforo yako kani nipe kinyume na miteku yeye azo. Haleluya. Amen. Mnaangalia kwa watu. Tuko naiba Mungu. Mungu anatupa, mama unaomba na sambeli nzambe pamola ngai kotika ngate nzambe toko pesi ngaboye na kosande na yo boye nzambe yewana ya apesi yo bikeno apesa kinga 50 comme ça. Sipere za kombi. Bobi diable amona kabazoba bikeno soza zoba diable akolinga makasi. Tango zika kasawana nemo kolo sipere koleka na miso na yo. Sipere ya 150 ba hiyo na 80. Ba sipere. Kina sikia kaseme sipere na kwa $150, $180. Bana letea ili huwa mngapi? $100. Unakamata yote unakula. Lakini soki nzanga yeko msoke no mama na pambolio pesa ngai. Olobi nzambe yoka ko pesa ka. Tie miséricordieux. OK, dans l'offrande aussi tie miséricordieux, tu vas donner. Amen. C'est la raison pour laquelle il va nous laisser. Au Matthieu.
aussi obandi koloba keno nalingi nakoma na kapitale ya $500 ntango nakoma na kapitale ya $500 nazaki na mosala na kuna na se nakomata kote ya yambi siko nzambe alobi okomata yambi te oza moyibi nde omona palingomaa mongezo ya basi ekei epi ntango ekei etikaka barandu. Alléluia. Mosusu bakoyibela yo na palais. Donc otikali na randu na mutu ayibeli yo. Soki aza ndeko na yo bokomi na bokabwani ya libela. Amen. Alléluia. Moyibi akouta mosika te akouta kaka wana. Mais oyo ya Nzambe, bien-aimé, il multiplie et lui-même va sécuriser. À celui qui est fidèle, Dieu multipliera et il sécurisera. Tu n'as pas besoin d'aller déposer dans une banque l'or. La multiplication sera de tous les jours. Tout acte que tu vas poser dans ce travail va multiplier. Amen. Mais toi, parce que tu es moyibi, toi le wakuna, je vous ai dit que ngai na zwa kimbongo nyoso na zia mona zone c'est le monde Nzambe. Pana naliaki yango te. Maman wana amonaki yango te. Eza te que, s'il vous plaît, église, je ne le fais pas parce que demain mes enfants vont hériter l'église. Non. Mes enfants ne peuvent pas hériter l'église. L'église appartient à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'église, c'est pour Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui hériteront de ce qui est de leur père. Par mes enfants. Comme l'église appartient à Dieu, sont les enfants de Dieu hériter les biens de leur père. Et comme l'église, c'est encore spirituel. Mon enfant, s'il est bandit, le voleur, comment il va hériter les choses spirituelles? Les gens qui hériteront les histoires spirituelles, ce sont les spirituels. Alléluia. Même si l'enfant peut venir, la famille, réclamer l'église, vous pouvez leur laisser même l'église. La chose physique. Mais vous restez avec les spirituels et qui tu as mon Dieu. Alléluia. Mtu akabeba hivi vitaoza. Lakini kia Mungu akitaoza. Amina. Et quand tu viens ici, tu donnes ici. Ozali kopesa Nzambe pour na vie spirituelle na yo. Alléluia. Et puis vous allez voir ce que Dieu va faire. C'est un secret. Moi j'ai expérimenté ça. Toi tu as commencé le commerce. Depuis que tu as commencé, tu n'as jamais donné même un dixième. J'ai commencé là-bas et dixième. Parce que nous ici, tu peux donner même 5 dixièmes. Même 9 dixièmes. Tu dis que je donne comme ce que moi j'ai donné. J'ai trouvé et j'ai donné. Alléluia. Je vous ai déjà dit, si vous entrez chez moi là-bas, je suis dans une maison sale. Nangana okasoni me nzamba sali tu kama unasimi mbongo wana alongole ata makanisi ya komona ya komona ndako na ngawana salite nango poso ki atie yango na miso nanga na ko changer la wana na kiko kandako nongona mtu akeko kandako ya marakata mais nzamba sali tu que ce n'est pas ton argent, c'est mon argent bien-aimé. L'argent que nous avons, ce n'est pas notre argent, c'est l'argent de Dieu. Ameka kopeta yo maladi moko sikoyo okomona pena mbongo lo wana eza pamba ngana sina komi na niveau moko na mona nango pamba. Alléluia. Amen. 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 Bon nalati vieti nangalite haki ya Mungu vesti yangu ni ya vieti pantalon ni ya vieti kiatu yangu ni ya vieti siangare. Alléluia. Maskini wa Mungu anampatia akili. Anakupatia na macho ya kuona. Na baada ya kusipotea haya. Oya zana richesse Nzambe yoka kasoni te. Alléluia. Amen. Ole kama okata balwa betipa, omona kama Nzanda peti au frère. Mi sope yanga. Omona ka elamba na yo ebi. Combien? Ota 10 000 francs.
Sawa? Alléluia. Ngana zaka mtu ya capacité ngai. Pantalon na lati ya wanasoma yango 8000 fois. Nasoma yango 8000 fois. Sawa? Ata eza munene boye ba machine ezali. Elamba batonga yango na nini na machine te. Siko soki ba machine eza na buni awa. Amen. Siko na tabola na ndela na mitu takatoro. Oh mama na tabila ko ya $100. Ya $1000. Usani. Esani. Yo pasteur bakabongo. Oye bakateke na église na leta na balabala kinza. Siko yo wana yeli bango kala batapa ya pama. O ngai na utamona na mutu ko ya $10,000 basa loni. Tu n'as des panneaux, il y a des vulnérables dans ton église, mais tu te permets de commencer à conduire une voiture de $50,000. Méchant, insensé, pécheur, monter à ma paix, Younas, na église, tu as $50,000, tu vas acheter un véhicule et une voiture. Malade spirituel, malade, tu es malade. Ça va? Moi, je marche comme ça, je suis évêque. Des fois, j'arrive comme ça en moto. Les pasteurs que moi je dirige sont venus avec des voitures, mais moi en moto. Ça n'a jamais changé quelque chose chez moi. Je sais bien avec courage. Tokuta mituka tokotika yango. Nani bakunda na mutuka? Nani? Sipere mikoleko miwotika ya. Moto meona ya pembe. Na banumba nyonso babaya te bazokunda bango na voile ya pembe. Latisa ndoto na wana bakipere probi pamba. Kanisa la nzambe. Bila nane pesa kan na nzoto tina te. Eza moto ya fandi katina. Loba na nzambe afandi katina. Loba bongo na nzambe afandi katina. Loba na nzambe afandi katina. Azana nzambe afandi katina. Ola ta sipete, ola ta besase te, ola ta kazaka te, melata nzambe au melakati na yo. Akopesa yo tina, omo kilezoko akopesa te, ye akopesa yo yango. Amen. Alléluia. Amen. To multiplier pour nzambe. Pour na lokumu na nzambe. Mama oza awa, okuti na veni na yo. Mutu azomona pasi, azonyokwama. Omoni ke mama oyo atekaka tomate. O mama oyo, molimo yebiso ke no na tomate na eza 30,000. Ozo bambongo ebele, olobiso ki na mbakiseliye 30,000 mosusu, ekozala 60,000. Mesa na ekotonda, akotsanzo na nzambe. Bongo ne nzambe alingaka. Haleluya. Eza ba mazo kokosa bato. Oh nzambe basanze na église na mabina. Oh, ngebu. Lokutani. Oyo nzambe siya pambole. Asanzo na nzambe na bozingai. Amen. Utukuze Mungu lenye Mungu alishakubariki nayo. Mama kenye Mungu alishakupatia ndio yako. Mwembamba tukuza Mungu na mwembamba yako, mweusi tukuza Mungu na mweusi yako. Siku moja niko kiana ningali tukiana. Yule wa kiana wa chini pale. Nakutana mwenzangu ashakuwa mwekunda. Shangala pe. Wakati ile kwa peau clair ilikuwa ka bleu blanc kachupa hivi. Na mfuniko wa bleu. Peau clair kapi. Na mimi nauza peau clair. Jaja. Nauza kwanza inaja ni choma huko. Inaja choma kwa machafu. Yapa. Après une semaine, mina kwa pembe. Boga, mina jona mkio. Na wakati ile sisi kwa pakalaka chaki ndio poudre. Hake kutoka tu kuchike tableau kabisa, hamutatia tableau pepo. Kila mtu na kamshwari yake wa.
Shakuwa pembe. Unajiona mkioni shakuwa pembe. Niangalia miguu nyeusi. Nyeusi. Choko ya leo shakuwa bia. Inaniangalisha yulu na chini. Natoka mwekunda bugali. Sasa ile mwekunda bungali ama mshakaisha. Ni ngani mwekunda ama. Haleluya. Mkaona tu unazala watoto wekunda ni madami yangu. Na mase ya babangu ndio niko wekunda. Babu yangu weusi. Haleluya. Kwa ufite weusi yako utaonekana kwa watoto. Wewe mwanamke mweusi hivi unakuwa kiasi. Mwanamke mweusi anatokana na weusi yake. Anaanza kupatia unakuwa mweusi, ni hata kuima kamwanya. Unaja cheka meno yote mweupe. Sawa wa Ethiopia. Sudanese. Unacheka hivi unasikia. Mtu wanaona buyana wana glorify Mungu kwa mweusi. Habatakuwa na glorify Mungu kwa bikunda ile complex. Kama kwa mweusi, bakia mweusi. Bakia mweusi, tengeneza mweusi hapo, chorana na mweusi hapo. Kama umemama, hapa na unafanya JBL kama wanaita JBL kama JBL liko nenda wanaopelea mtu. Make kama ulikuwa na mwembamba kama mvombe na vima hivi, mvombe na kwa kabani. Make ulikuwa unakuwa sakalebasi. Haleluya. Hapana tena na mwili ya Mungu. Mungu akakuumba vile na yeye ashakutarishia mtu wako. Ndio nasikia bali kuacheka. Naona huwa kia mwanamke kia vile kia ovyo ovyo. Hapana nyingi unajiona kia ovyo ovyo ile unaona sasa kioo. Ni oro mbele ya macho yake. Obali mwasi hapo obote la biso. Na ule Mungu una neglige ndio atazala batoto ya akili bila watakia gomboa nani chama mzima. Me batu hapa bamusika leo. Mumatako mshapata kuni. Bamusika leo babena ni shabatu matako hapo mabondo hapo. Kesikia ba. Unasabu kama ni mwili. Na ndio lina njaa za kumwili ndio yenye mnapenda. Haleluya. Bamusika leo mama kutitoke. Unaona mtu musise mwa alikuwa wewe mwembamba hivi. Umeona mkutana mjise mwa asha kwa wa mnene na iko natembea tu iko naonesha watu tu nyuma kama bali travailler kifua ndio anakuwa expose tu kwa watu kifua bengine leo unavimbisha midomo hapo kama bavimbisha midomo wadi mama evangeliste mdomo na kwanza mimi haikula nguruwe ile ya mafuta ndio midomo inakuwa hivi. Iko sabi bwana leo bishapa kiviwelewele kupenda bimidomo mbele uko na bimidomo vya kabambi wanakutukana sana mwanamke wa bimidomo vya kabambi. Lemeleo Makedonia ipenye unaenda inaenda wapi badi? Alors bien mesdames les seigneurs. Ona tuko riche. Haleluya. Twende tumultiplier Mungu atupatie. Tusiweke. Haleluya. Amen. Tusiweke. Tukue fidèles kwenye Mungu alitupatia. Amen. C'est la raison pour laquelle nous sommes fidèles à notre église. Si ni quoi? Nisha changé. Niko tukisi ni kwa kanu. Meme moral. Haleluya. Tamtakiwa kanisa ile watu waongezeka. Okay, sawa. Sisi tutaongeza watu ni wetu. Joseph, wewe utaongeza watu ni wako. Mwanamke yako kwa mwanzo ulileta dote ya franga za mingi. Kwa mwanzo mzale watoto 10 kwa limoe. Si ni wako? Mzale watoto 10 kwa limoe. Juu watu wachawa wanaongea mingi, mtu wana nikutana, ile kanisa yenu, mshamani ingia watu ngapi? Mama kesho apite sijibi yake. Mimi naona sana kikiwelewele, nataka kipapa iko na mandevu. Juu ni bafeni. Na sana bangoni. Mwana m'inspire à découragement. So le diable comme ça. C'est-à-dire, juu nikakuwa na batu mingi humu. Juu banilete sifa ki pasteur wewe na batu mingi. Na ndio kwenye kiburi iko pale. Haleluya. Kiburi ndio kwenye natokea. Attention. Kuna watu ngapi? Mama, unazaa watoto ngapi? Watoto 2. Umejichunga. Ni maana maziba kwa Yesu kaka. Kiburi itakuletea shida. Haleluya.
hata sio na makesho ya watu. Daudi na Saulo walibaimbia nyimbo, ase wewe umeua mile dini na mwingine dini. Kiburi kaanja na vite kaanja. Nzeki. Ushokora watu ngapi mkanisa? Pascal. Mama Rashid. Tuwafeli. Benye Mungu anakia nabo jobali. Na bakomale ndani ya neno wa Mungu, hapana wala litu moya waya. Ba muke moya songi banana mkanisa tu songi. Kanisa mtima basi iko mile muko kutetana mkanisa. Bwana anamupigaka, anamulewea kako. Sasa anamulewea kako biko wanazala tu mbulevi. Mbona Mungu haya afunga buzazi? Siacha Mungu asirike kwa yeye pesa afunge buzazi. Sawa? Na wewe unaingizaka tu Mungu anashafanya unafanya watu vile tu bakomale. Ni masomo yenye Mungu unapatia nani bakomale? Na wewe tena jana Bwana Mungu anampita tu hapo ananuka pombe, ananuka kasafu ni manatengenezea kaiko ananuka. Mama sasa unaona bwana wako waje mpita kwa sasa wanasema bwana ananuka sasa kwenye banatengenezea kaiko. Naonekana huyu apafika kuninga patafuta. Kwa banatengenezea kaiko ni wapi ni utafika unashuka limwanga ndio limwanga vitu vinanuka. Mwanamke iko. Ndio imeanza kaiko. Ndio mwenyewe unaanza na ninamwacha tu. Narudia mama yangu na baba yangu bang. Hapana kusikia watu. Tusikie Mungu. Tujikontakte na Mungu anatupatia. Na tuvinitiplie. Richesse yetu itamultiplier et mataye itakomultiplier. Et comultiplier mataye kita. Dikanda mapambo.